zimekuwa zikitolewa zimekuwa ni hoja ambazo ni mtanziko katika kila upande. Sawa, na wakati tukimaliziana na hili la Trump kuwataka wanaotaka mafuta waende mlango bahari wa Hormuz wakachukue, ripoti zinaonyesha kwamba bei ya mafuta bana imepanda, inaendelea kupanda maeneo mengi duniani, ambapo kwa sasa inasema tangu vita ianze imepanda kutoka dola 73 hadi takriban dola 117 kwa sasa. Na hiyo wanasema kwa kawaida kupanda kwa bei ya jumla ya nishati hiyo huonekana kwanza kwenye vituo mafuta, na hali hii inaonekana kote duniani, ambapo nchini Marekani wastani wa bei ya petroli umeongezeka kwa zaidi ya dola 1 tangu kuanza kwa mgogoro huu, na kufikia dola 4 kwa mara ya kwanza katika karibu miaka 4 iliyopita. Lakini nchini Uingereza pia wastani wa bei ya petroli umeongezeka kwa 14% na diesel kwa 27%. Baadhi ya nchi kama Sri Lanka na Bangladesh zimeanza kuweka mgao wa mafuta, na wiki iliyopita pia Slovenia ilikuwa nchi ya kwanza katika Umoja wa Ulaya kufanya hivyo. Kuna mgao kwenye kuna mgao wa maji, wao na mgao wa mafuta. Na nafikiri kuna nchi wameambiwa watu waende kazini mwisho Alhamisi. Nchi kama Australia kodi ya mafuta imepunguzwa kwa nusu kwa muda wa miezi 3 ili kusaidia madereva kukabiliana na hiyo changamoto. Ripoti niliyoiona pia, sasa nitakuja pia kufanya utafiti tuulize na wenzetu, hata ukiangalia bei ya mafuta mapya ya mwezi mpya wa April kwa Tanzania iliyotoka jana ina mabadiliko. Sasa nitakuja kuuliza kama sababu ni hiyo, kwa sababu serikali imeshatuhakikishia kwamba mambo sisi tunajiweza bado. Tutakuja kuuliza kama ni mabadiliko yametokana na hiyo au ni mabadiliko ya kawaida ambayo yanaweza yakatokea. Sasa kwingineko, wakati tunamalizia hili bwana, jana nimeona watu wakigonga cheers pale Israel, akiongozwa na pale bungeni, wakifurahia baada ya kuipitisha sheria, ambapo bana bunge la Israel lenyewe limepitisha sheria inayoweka adhabu ya kifo kwa kunyongwa kama hukumu ya msingi kwa Wapalestina watakaopatikana na hatia ya kufanya mashambulizi ya kuua pale nchini Israel. Imekuwa na mkanganyiko. Ni sheria ya aina gani? Yes, ni sheria ya kupeleka adhabu au kupeleka onyo kwa wapinzani wao, kwa sababu nafahamu taifa la Israeli limezungukwa na majirani wengi wa korofi ambao wamekuwa wao hawaamini wao kuweza kuwa pale. Kwa wamekuwa wakilengo zaidi, na hiyo ni sheria ambayo ukitazama imekuja baada ya tukio la Oktoba 7. Unafahamu tukio la Oktoba 7 liliweza kuchukua maisha ya Waisraeli karibia 2800. Kwa sasa bunge la Knesset limekaa jana na kuweza kupitisha sheria. Sasa watu wote ambao Wapalestina wote ambao watajitoa kwa mfano muanga au watasababisha vifo dhidi katika upande wa Israel, adhabu yao itakuwa ni kifo. Na unajua mtei, Wayahudi ni watu ambao wanaogopa sana kufa. Wanaamini kwamba ukisha kufa maisha mengine hayapo. Kwa hiyo ni watu ambao ni waoga sana katika kufa. Japokuwa of course wamekuwa wakijaribu sana kupambana kinachoitwa taifa lao la Israel, lakini bado wamekuwa ni watu ambao ni wahofu sana katika inapokuja swala la kifo. Kwa hiyo chama cha Likud ambacho chama cha mlengo wa kulia nchini Israel jana kimeweza kupitisha hiyo sheria kali, na kimsingi hiyo sheria ukitazama imekuwa ikisadifu mtazamo wao kama chama. Nafahamu kwamba chama cha Likud ni chama ambacho kwa kweli kimekuwa kikiamini kwamba tunahitaji kuweza kurudisha misingi yetu, tunahitaji kuweza kurudisha nchi yetu, tunahitaji kuweza kurudisha nchi yetu ambayo imeandikwa kwenye vitabu vyetu vitakatifu ambapo tulipewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo vitabu vyao hivyo vya Torah, Talmud vimekuwa ni sehemu ya msingi atakuwaongoza. Wao ni watu ambao wana msomo mkali zaidi wa kidini. Sasa hii kwa upande wa pili unaweza ukaitazama kama ni onyo, lakini je, swali msingi kujiuliza, madhira ya Wapalestina yameisha? Kwa sababu mtu yote ambaye hapa duniani kama angekuwa anaishi katika eneo la mfula Palestina au eneo kwa mfula la Gaza, angekuwa anaweza kuresist. Kwa sababu unafahamu eneo kwa mfula Palestina kila baada ya dakika 10 limekuwa likipigwa picha. Kuna vikwazo vingi kutoka eneo moja kwenda eneo nyingine. Lakini kutazama hivyo vikwazo vinafanyika katika nchi ambayo au maeneo ambayo mwanzo walikuwa ni nchi yao. Kwa hiyo imepelekea watu kuweza kufanya uasi. Unaweza kuita uasi au uweza kusema kama ni protest, kupinga wale manyanyaso ambayo yamekuwa yakitokea. Mwandishi rais wa Marekani Jimmy Carter
aliandika kitabu kinaitwa Peace Not Apartheid. Anakili, nakumbuka Jimmy Carter huyu ndo alisaini mkataba wa Abraham Accord mwaka 1978. Jimmy Carter, Anwar Sadat na Benjamin Begin. Lakini anakili kwenye kitabu chake Peace Not Apartheid kwamba kinachofanyika Gaza ni zaidi ya genocide. Yaani ni zaidi ya mauaji ya halaiki. Na ni zaidi ya hali mbaya ambayo ilitokea kwenye apartheid policy South Africa mwaka 1978. Kwa sababu kwenye mazingira hayo hawa watu wamekuwa wakiresist, wakipinga. Gaza kwa mfano, leo hii Gaza imekuwa ni kama jela ambayo ipo wazi. Utazama chakula wanatakiwa waletewe. Israeli amekuwa akiweza kufunga kituo cha Rafa mpaka kuelekea katika nchi ya Misri. Sasa kwa nini hao watu wasijitoe mwanga? Kwa hiyo hoja watu wengi wakosoaji wake wanasema kwamba ni sheria ambayo ni kupeleka onyo kwa upande wa pili. Lakini je, madhira ya Wapalestina yameisha? Lakini hiyo inakuja baada ya chama cha Knesset vile vile mwaka huu na mwaka jana kuweza kupitisha azimio la kuweza kuongeza makazi kuna ukingo magharibi wa mto Jordan almaarufu kama West Bank. Unafahamu kwamba West Bank ni eneo la Wapalestina na Yerusalem Mashariki kutokana na taratibu za Umoja Mataifa na azimio namba 181 two state solution ulikuwa ni mji mkuu wa Wapalestina. Kwa unapopitisha sheria kuwatafutia walowezi makazi 500, maana ni kwamba unaendelea kuimega nchi ya Wapalestina ya leo. Sasa je, kama unaendelea kuchukua nchi ya watu, maeneo ya watu, je, watu hawezi kuresist? Kwa sheria inatungwa upande wa pili, wale watu kutazama kuna madhara ambayo wamekuwa wakiyapata. Kwa hiyo kupinga au kujitoa mwanga inakuwa ni inevitable. Nawe tuandikie maoni bwana kupitia 0683802966. Unaweza pia kutuandikia maoni yako hapo nikiwa napitia hapa, lakini kumbuka tupo live kabisa kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio tukiendelea kuyazungumza. Huyu anasema anaitwa Johnny Aiza, anasema Marekani kuondoka Irani ndani ya wiki 3. Kwa maana hiyo tukubaliane kwamba watakuwa wameshindwa. Inatakuwa na tafsiri hiyo kweli. Kama Wamarekani wamekuwa wakishinda vita zao nyingi kwenye movie. Yaani Wamarekani wamekuwa wakishinda vita zao nyingi kwenye movie. Ukiangalia movies za kina Chuck Norris wanaokala wameshinda vita. Lakini kwa mfano nikuulize, leo hii kule maeneo kwa mfano ya Afghanistan, Iraki, wale wa Taliban, Wamarekani walitumia hela nyingi sana, takriban miaka 20, lakini je, wa Taliban wamerudi leo au hawajarudi? Okay, walienda kule Vietnam kwenda kupeleka kinachoitwa hicho demokrasia kimagharibi. Lakini leo hii Vietnam inafuata mfumo gani? Chama cha Vietnam Communist Party ni chama ambacho bado kinafuata sera za kijamaa wa kisasa. Okay, wameenda Irani leo hii. Je, huko Irani ukitazama wamepata kile walichokitaka? Trump anawaambia watu kama nataka mafuta ndio mkafuata nyewe wenyewe. Na vile vile Dr. Masoud Pezeshkian, rais wa Iran, anasema kwamba sisi tutamaliza vita kama tukiweza kuzingatiwa maslahi yetu ambayo tumeaika mezani. Tulipofidia moja, itengenezwe convention ambayo inaitwa international treaty na jamii ya kimataifa itengeneze declaration kwamba tamko na azimio kwamba Irani haitashambuliwa tena. Lakini wakati huo wanazitaka kambi za Marekani ziondoke Mashariki ya Kati. Wakifanya hivyo basi vita inaweza ikaisha hadi kesho. Sasa ukitazama maslahi ambayo anayo Irani, Marekani zakakubali? Ndio swali la msingi. Kwa hiyo Wamarekani wamekuwa wakishinda vita nyao nyingi sana kwenye tamthilia. Asante sana Daudi Mnete, anasema huyo mchungu anajua sana, mpaka mimi nikisema mtu anajua maana yake anajua kweli. Haya, asante. Godfrey Musim pia nimekuona, anasema nipo na nyie bwana, napata uchambuzi mzuri kweli kweli. Asante. Huyo anasema Israeli mbona kama ni waoga, naipongeza redio kwa uchambuzi pendwa na makini, na ombea pia muwe na afya njema. Anasema mchambuzi na wewe msaka habari, nawaombea muwe na afya njema. Asante pia kwa ujumbe wako. Mwingine alituma ujumbe wake, anasema anaitwa Daudi Johni, anasema bana, mimi nimefurahi sana kuwasikia, napata taarifa na uchambuzi wa kina kweli kweli kutokea kwenu. Haya, asante
kwa ujumbe wako. Wewe endelea kuandika tu kupitia 0683802966, lakini pia kumbuka tupo live kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio, tukiwa na watu wengi kweli kweli. Kina Juma Semindu kutoka Yombo Vituka anasema anatufuatilia hadi tamati, lakini pia nimekuona Ipiana Mwakilili kutoka Ubungo Riverside Kibango hapo, lakini pia nimekuona Anodi Shirima, Steven Kudaka na wengine wote ambao tupo